Kabla sijaleta ujumbe huu muhimu sana kwa taifa langu la Tanzania, ninalolipenda kama ninavyowapenda wazazi wangu, ninaomba niombe alafu nitaanza na ushuhuda kwanza. Mungu uliye hai, ninajua ni wewe peke yako ambaye umeumba mbingu na nchi na vitu vyote. Sisi ni kazi ya mikono yako, na wewe ndiye sababu ya sisi kuwepo. Mungu uliye hai, wewe ambaye unaamua majira na nyakati kwenye maisha ya mtu, wewe ambaye ukisema inakuwa, tunalihitaji jina lako. Ninaomba uniongoze kwa hekima yako ili nifikishe kile ambacho umekusudia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, tunahitaji dira ya taifa letu itokayo kwako. Ninaomba haya nikiamini uongozi wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu zangu wa Tanzania na watu wote mnaopenda haki, naomba pia tena niwasalimie. Ninawapenda kutoka moyoni na nalipenda taifa langu. Na sasa ndo ninaendelea kujua umuhimu wa taifa. Hata kama uko ugenini, uko ughaibuni, lakini taifa ulilozaliwa, lililobeba DNA yako, lina umuhimu sana kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana tunatamani kuona uhuru wa kuishi kwenye taifa ambalo tumezaliwa. Na imenikumbusha kwa nini wazazi wetu, mababu zetu walipigania uhuru wa nchi zetu za Afrika. Maana kuna namna Mungu aliweka ndani yetu amani ya kule ulikozaliwa. Nitaanza na ushuhuda huu ambao unatukumbusha kwa habari ya nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu, lakini pia mamlaka ya kimungu kwenye maisha yetu tunaposimama kwenye nafasi zetu. Ilikuwa mwaka 2023 mwezi wa 8 ambapo mtumishi mmoja anaitwa Sita Majani, ana huduma yake hapo Dar es Salaam. Alikuwa amealikwa kwenda kutoa huduma kanisa moja la AICT Malampaka, ambapo wanakwaya moja ilikuwa maarufu sana kipindi cha nyuma inaitwa Happy Choir. Wimbo moja unaimba kwamba ewe ndugu yangu, geuka leo. Hiyo kwaya kwa ikabidi, kwa kweli alikuwa na ratiba za kihuduma, ikabidi aliplace nafasi yake niende mimi. Kwa hiyo na mimi nikaona niambatane na mtumishi mmoja anaitwa Eliudi Simbe ambaye amesoma chuo cha Udism. Najaribu kuweka ushuhuda wazi ili kusudi kila mmoja aweze kuamini, maana ushuhuda ukiuficha sana inaonekana kama unatunga ushuhuda. Kwa tulienda huko na huduma ilianza tarehe 20 mwezi wa 8 mpaka tarehe 27 mwezi wa 8 2023. Lakini mimi ndo nilitangulia. Eliudi alikuja baadaye kama siku moja au mbili baadaye. Basi nilipofika hapo nilikabidhiwa chumba kwenye guest moja, ila naona ilikuwa ni kama ina siku haijatumika. Basi ni usiku nilipotoka kwenye huduma, nilikuwa ninapenda sana mikesha ya maombi. Kwa nilikuwa nikimaliza ibada ile ya jioni na baki kanisani nafanya maombi ya usiku mkesha mpaka saa 6 binafsi. Kwa hiyo niliporudi kwenye chumba ili nipumzike, nikakutana na kunguni ambao wana siku nyingi hawajapata damu. Wengi, yani nilipoweka tu hivi ubavu, kunguni kibao wakafika. Na ninaomba yeyote ambaye anahusika na kanisa hili anisamee kwa kuliweka wazi, lakini ni kawaida kwa sababu nani angejua kwamba hicho chumba kina nini? Maana huwezi jua. Na kila kitu alikuwa amenitunza vizuri sana. Ila najaribu tu kuweka ule uwazi kusudi ushuhuda huu usionekane kama wakutunga. Basi nilipoumwa sana na hao kunguni, nikainuka
Nikawaza, Mungu, hapa nimechoka. Nimetoka kuomba, nimefanya huduma, natamani kupumzika. Nikajaribu kulala chini sakafuni, lakini baridi. Mara nikasikia sauti ndani yangu inaniambia, kama Elisha aliweza kulipiga upofu jeshi la Washami, akaliongoza anakotaka, wewe huwezi ukawaongoza hawa kunguni unakotaka? Ndani yangu nikasikia ile sauti ina nguvu ndani yangu. Nikasema ni kweli, yani huyu aliweza kuongoza jeshi lina silaha, mimi nishindwe tu hata hawa kunguni kuwaongoza? Nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, ninakushukuru kwa mamlaka uliotupa katika Kristo Yesu. Kisha nikaongea na hao kunguni, maana kwenye maombi ya kumfungua mtu watu na wakumbusha watu ya kwamba unapotaka kumfungua mtu, sema na shida yake. Kama ni ugonjwa, uambie ugonjwa. Hata Yesu alikuwa ana ufesi ugonjwa. Kama ni pepo, analiambia wewe pepo mtoke huyu. Kama ni ugonjwa, anauambia ugonjwa. Kuna mimi nikawaambia kunguni kwamba, kunguni, najua mnaitaka damu yangu, lakini mimi ni mtumishi wa Mungu, nahitaji kupumzika. Ninaomba mtulie mpaka tutakapomaliza huduma ndo mtokee. Na kwenye somo la imani tunafundishwa kwamba unachokiamini, chukua hatua ya kile unachokiamini. Kwa moja kwa moja nikachukua shuka, nikaingia kitandani, nikafunika shuka, nikalala. Maana nilijua nikianza kuangalia nikaona wanatembea, imani yangu itashuka. Kwa hiyo nikalala. Ile naamka hivi sikuona kunguni. Natokea hiyo siku hatukuona kunguni. Eliudi alipokuja nikamwambia, unaona unapolala unasikia vizuri? Kulikuwa na kunguni balaa. Kanasema kweli. Akaanza kuangalia, kweli kitanda kina zile alama za kunguni, ila hakuna hata kunguni mmoja anayeonekana. Imani pia ikaanza na mimi kasema, hivi hawa kunguni ameenda wapi? Lakini cha ajabu Mungu ambacho alinifundisha, ile siku ya hitimisho, siku ambayo asubuhi tunataka kuondoka, nikamwambia Mungu, ninakushukuru. Nikamwambia kunguni, sasa mna uhuru wa kutokea. Mna uhuru wa kutoka. Ndani ya nusu saa tukaanza kuwaona kunguni tena wengi kama ile siku ya kwanza. Hilo tukio linifundisha mambo mengi sana. Nao kwenye ujumbe wangu wa leo kuna mambo matatu ambayo natamani kuyaongea kwa ajili ya taifa. Jambo la kwanza ni usalama wa taifa. Jambo la pili ni amani ya kitaifa. Jambo la tatu ni uongozi wa kitaifa. Nianze na usalama wa kitaifa. Nitakuwa narejea baadhi ya ndoto ambazo nikiziangalia zinahusiana na huu ujumbe. Nikianza na usalama wa taifa, natamani kurejea kitu hiki, ya kwamba mwaka huo nikiwa kwenye hiyo huduma kwenye hilo kanisa, ndipo nilipoota hiyo ndoto ya machafuko, ambapo kwenye hiyo ndoto ilionekana raia ndo tulikuwa tunakimbia, nikiwemo na mimi nikafanikiwa kwenda kujificha. Lakini waliokuwa wanatufukuza, ninaomba leo niweke wazi kabisa ili tuanze kujua tunaombaje. Niliowaona kwenye ile ndoto hawakuwa maaskari, hawakuwa wanajeshi, walikuwa ni Waarabu waliokuwa wamejifunga kichwani. Nilipoamka, kwa sababu kulikuwa kuna issue ya bandari kuuzwa ya Dubai, ndani yangu
maana sio mtu wa kuota ndoto sana. Yaani hata huku tangu nimekuja ni kama nimeota ndoto 2 hivi 3 kama sikosei. Kwa sio mtu ambaye ninaota ndoto sana. Ndio maana nikiota ndoto ndani yangu siipuuzi. Kwa hiyo ndoto sasa, nikirejea mauaji haya yaliyotokea, ambapo watu mpaka walikuwa wanafuatwa mpaka majumbani, mpaka watoto ambao hata waandamani wanauawa. Nikirejea na ile ndoto ambayo niliota kwa habari ya Waarabu wanatufukuza, simaanishi kuchonganisha na simaanishi kwamba hii ndo tafasiri, yani ndo kitu kilivyo, ila najaribu tu kutoa picha hii ndoto. Kwa sababu kama Mungu alionyesha machafuko na yametokea, manake hata kama sio kila kitu ni 100%, lakini ndani yake kuna siri tunaweza tukaijua. Sasa nini ambacho nataka niseme ya kwamba kwenye hii issue, wapendwa, tusisimame kama Tanganyika, wala ndugu zetu wa Zanzibari wasijitoe kwenye hii issue. Kwa sababu gani? Kumbukeni ya kwamba Tanganyika ilitawaliwa na Zanzibar pia ilitawaliwa. Kwa hiyo inawezekana leo tukaona kama kwamba kuna issue ambayo inawahusu tu wa Tanganyika, lakini kumbe kwa nyuma inatuhusu sisi. Kumbuka, kwamba tu niseme hili, watu wenye ngozi nyeupe hawajawahi kuwa na urafiki na watu wenye ngozi nyeusi. Yaani hata kama tunaona, hata kama mfano mko kwenye umisionari, yaani wewe mwenye rangi nyeusi bado kuna namna kuna watakutenga. Kwa hiyo inawezekana kabisa kuna mission ambayo hata kuuzwa kwa bandari, kuna mission ambayo iko nyuma ambayo sisi hatuwezi kuijua. Inawezekana kuna mpango mkakati, maana wenzetu hawa wenye ngozi nyeupe wana uwezo mkubwa sana wa kupanga mipango hata kwa miaka 50. Yaani wana uwezo wa kuweka mpango mkakati hata wa miaka 50, wanahakikisha kwamba utatimia tu siku moja, na wanarithishana. Kwa leo tunaweza tukaona tu kwamba bandari wanamiliki, lakini kumbe kuna agenda. Kwa nikirejea hiyo ndoto ya waliokuwa wanatufukuza walikuwa Waarabu, alafu pia nikarejea na haya mauaji ambayo yalikuwa hayafuati tu waandamanaji, kwa moja naona kwamba kuna agenda ya kuleta machafuko ili sisi tusielewane. Mzanzibari asimuelewe Mtanganyika, Mtanganyika asimuelewe Mzanzibari. Badala ya kuongea ile lugha moja ya kwamba Watanzania, tuanze kuongea lugha nyingine ili kuwe na machafuko. Mfano mtandaoni Facebook nilikuwa nafuatia, kuna mtu mmoja kila posti ambayo watu wanatoa maumivu yao kwa habari ya kilichotokea, yeye anawaambia kwamba hii haiwezi kisasi lazima kihusika. Anaitwa Mnyigu Ndeza, na ameweka profile ya bunduki na anasema hiki kisasi lazima kisasi kihusike. Tuanze na wenye viti wa vijiji, madiwani. Kumbuka kuna watu ambao wataitikia na kuona kweli njia ya kufanya ni kulipa kisasi, lakini wa upande wa pili wao ndo wanaofurahi, maana amani yetu ilikuwa kikwazo kwao. Kwa hiyo wito wangu mahali hapa kwa vyombo vya dola, wanajeshi, maaskari, tambueni ya kwamba hapa inawezekana kabisa leo tusiwe na umoja, lakini kuna siku moja wote tutaongea lugha moja. Inawezekana kabisa leo kuna watu tunaweza kuwa tunalia kwa ajili ya utawala wa haki, tusieleweke, lakini kuna siku moja tutalia lugha moja. Maana watakaokuwa wanamiliki nchi yamkini watakuwa sio hata hawa ambao tunawatetea kwa sasa hivi. Hata kama hawatamiliki 100% kama kipindi cha nyuma cha ukoloni, lakini kuna namna tutatamani kumiliki tunachotamani, lakini hatutakuwa nacho, na hawa tuliokuwa tunawatetea hawatakuwepo. Kwa hiyo ni vizuri sana tuone, lakini pia wananchi, huu sio wakati wa kulipa visasi, maana lengo kuu ni machafuko. Kwa hiyo unapolipa kisasi, wao ndo wanafurahi.
na wamefanya unyama huu wa mauaji ya watu ambao hawana hatia, hawaandamani, lengo ili kuchochea hasira za watu, ili sasa watu waseme kama noma na iwe noma. Lakini hilo ndo lengo lao, ili waweze kuingia na kuharibu kama wanavyotumia trupa nchi zingine zenye rasilimali. Kwa hiyo, kwa habari ya usalama wa taifa, ninaomba tuangalie kwa jicho nyingine kwamba why yalikuwa mauaji. Yaani kwa nini usiwalenge hata kama unazuia maandamano? Kwa nini isiwe tu wale wanaoandamana mpaka mtu mwingine unamuua? Lakini pia hii issue tunaweza tukaihusisha na Wazanzibari kipindi kile kuuawa. Ni sawa, lakini ni kwamba kuna sababu zingine zitakuwa zinachomekelewa tu, lakini yamkini sababu kubwa sio hii. Sababu kubwa ni kutugawa. Kwa kuna wakati ambapo nilikuwa nasikia mtu akiongea Utanganyika, ninasikia yes, mimi ni Mtanganyika, lakini kadri unavyoomba na kumsikiza Mungu nagundua no, kuna agenda. Yaani Zanzibar ni salama zaidi ikiwa ndani ya Tanzania, na Tanganyika ni salama zaidi ikiwa ndani ya Tanzania. Ninaomba hilo tulifahamu. Lakini jambo la pili ni kwa habari ya amani. Leo nilipokuwa ninaomba, nikawa natamani Mungu anipe tafasiri hao mbwa 4 na huyo mbwa mmoja ambaye nilifanikiwa kumuua. Huyo mbwa anawakilisha nini? Nilipokuwa ninaomba ndani yangu nikasikia, simaanishi kwamba nina confirm ndo iko hivi, ila nikasikia ndani yangu kwamba huyo mbwa niliyemuua ni machafuko. Manake hao mbwa, kila mbwa ana maana yake. Wale mbwa waliokuwa wanasimamia shamba la umma kwa ajili ya watu wachache. Nini? Manake ili rasilimali zio za watu wachache, lazima pale ambapo vurugu itokee, kama ambavyo tu wanatumia nchi zingine. Kwa hiyo sasa wakati huu ni wakati ambapo wakupambana machafuko yasitokee. Ninaona Chadema, si ni wanaharakati umeanza tena kuhamasisha maandamano kwa ajili ya tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Ndugu zangu, nilitamani huu wakati nione watu wakiitisha maombi ya kitaifa kwa ajili ya kwanza kuungama mbele za Mungu na kumuita Mungu badala ya kuitisha maandamano. Sisi kumbuka, unamhamasisha mwananchi ambaye haendi na silaha, alafu anaenda kukutana na mtu ambaye ana nia ya kuua. Unategemea nini? Unategemea nini? Yaani sawa, mwananchi anaenda kwa ajili ya kudai haki yake kwa njia ya amani, lakini anakutana na mtu ambaye yuko tayari kumuua na anafurahia kumuua. Unategemea nini? Kwa hiyo nilichojifunza kwenye ile ndoto ya tarehe 24 mwezi wa 6 2025 ni kwamba baada ya kumuua yule mbwa mmoja na wengine wakarudi, tulishikana na Askofu Gwajima. Nimetoa tafasiri ya kwanza kwamba Askofu Gwajima anawakilisha nafasi mbili: moja kama mtumishi wa Mungu, mbili kama kiongozi wa serikali kwa nafasi aliyokuwa nayo ya ubunge. Maana yake nini? Ni wakati ambapo ili tuweze, baada ya kufanikiwa kuzuia machafuko, yaani tuseme kwamba machafuko tutazuia kwa kuomba, kumlilia Mungu, kuungama na kuikataa hiyo roho ya machafuko. Lakini pia wale mbwa wengine 3 ambao walibaki, tutawaondoa kwa kushikamana. Manake hii vita sio ya Watanganyika, ni ya Watanzania wote, kwa ajili ya usalama wa Tanzania, kwa ajili ya usalama wa Tanzania. Kwa ni wakati ambapo tunatakiwa kushirikiana, watumishi wa Mungu na serikali, kwa ajili ya kuleta kitu kimoja: haki. Then haki ndo itazaa amani, ndo itazaa upendo, ndo itazaa msamaha. Siku zote mtu huwa anamsamehe mtu ambaye ametubu, lakini pia akaanza kutenda haki. Kwa hiyo hakuna namna ambapo tutaweza kuleta amani kwenye taifa la Tanzania
Hakuna namna ambapo tutaweza kuponya mioyo ya Watanzania. Hakuna namna ambapo tutaweza kuruhusu mioyo ya Watanzania kuachilia msamaha kama bado haki haitolewi. Kwa hiyo ombi langu kubwa ni wakati ambapo sasa tutoke kama taifa, sio tutoke kwenda barabarani, bali tutoke kwenda kwa Mungu kuomba toba na kumlilia Mungu kama taifa. Ninatamani maaskofu, watumishi wa Mungu, unganeni kwa pamoja, mtangaze tarehe ya kitaifa kwa ajili ya maombi ya kitaifa. Sijajua tunakuwa wazito kiasi. Kwa nini tunakuwa wazito kwenye hili eneo? Sina access ya kuwafikia watu. Lakini kwa nini tunakuwa wazito kuorganize kama watumishi wa Mungu kwa dini zetu zote, wa Kristo na Waislamu, tuwe na siku maalum za kitaifa 3 tukimuungamia Mungu wetu na tukimlilia Mungu wetu. Amani tunaihitaji wote bila kujali we ni Mkristo au ni Muislamu. Tunaihitaji wote. Haki tunaihitaji wote bila kujali we ni Chadema au ni CCM. Tumeona hata kwenye haya mauaji, hata wana CCM wamefariki, hata wana Chadema wamefariki. Maana yake hapa hatupiganii uchama, tunapigania haki na utu na utaifa. Kwa ninaomba yeyote aliyeko serikalini, jitambue ya kwamba unatakiwa usimame kwenye upande gani. Wewe uliyeko kwenye huduma, kwenye mambo ya Mungu, jitambue una nafasi gani ya kusimamia. Then tuje na lugha moja. Nguvu ya waovu hupotea pale wenye haki wanaposimama na kuungana pamoja kwa lugha moja. Pale wenye haki wanapoongea lugha moja, waovu hukosa nguvu. Njia pekee ya waovu kututawala ni kutufanya 1, tunyamaze, 2, waendelee kutuchafulia lugha zetu. Hata wale walikuwa na ujenga Babeli walishindwa kuendelea kujenga mnara wa Babeli baada ya kuchafuliwa lugha zao. Kila mmoja anaongea lugha yake. Kwa ni wakati ambapo kama nilivyoshikana mkono na Askofu Gwajima kwenye ndoto, ni wakati wa kushikana pamoja kwa umoja wetu kwa ajili ya haki na amani ya taifa letu. Lakini kwa habari pia ya jambo la 3, kwa habari ya uongozi bora, huu ni wakati ambapo unafiki uwe kama dhambi ya uuaji. Yaani tuchukie unafiki kama tunavyochukia kuuliwa kwa mtu. Nini? Unafiki ndio umetufikisha mahali hapa, kwa sababu unaona mtu anakosea lakini bado unaogopa kumwambia ukweli. Kwa ili tuwe na uongozi bora, 1, lazima tuache unafiki. Wenzetu wazungu sio kwamba ni wazuri kila eneo, lakini kwenye uongozi wametuzidi. Kwa sababu gani? Wamejifunza kuwa wakweli. Sisi wa Afrika chenga ni nyingi. Kwa hebu kubali kusimamia haki hata kama itakugharimu uhai wako. Maana siku moja matendo yetu yatasomwa mbele za Mungu. Kwa hiyo utawala bora utakuja, 1, tukiacha unafiki. Lakini 2, pale ambapo sauti ya haki itatawala kuliko sauti ya udhalimu, ya uongo. Yaani uongo isiwe halali yetu. Yaani tukianza kuishi kwa kupindisha mambo, huwezi kuwa na utawala bora. Lakini 3, kila mmoja asimame kwa nafasi yake, kama ambavyo Mordekai alimuhimiza Esther asimame kwa nafasi yake. Kila mmoja akisimama kwa nafasi yake, hata kama ni ndogo, akasimamia haki, haki itatawala kwenye taifa letu. Nje ya hapo, tunachokifanya huu ambao kwa lugha ya sasa imekuja uchao tunaofanya, hautawafaidia watoto wetu, hautawafaidia wajukuu ambao mtawaacha. Kwa sasa utakufaidia wewe kwa sababu na maslahi yako, lakini kuna siku ambapo aidha ukiwa mzee ambapo hao uliokuwa unawafanyia uchawa hawapo tena kwenye nafasi, utakumbuka na kujuta kwa nini kuitumia nafasi kwa habari ya kusimamia haki. Na wakati huo sasa
itakuwa ni kwamba yani huna access tena na watu wengine wanatawala. Lakini katika yote ninachoamini ni kwamba Mungu ametuonyesha ushindi. Kwa hiyo hapa ninatoa tu dila, lakini kuna siku moja wote tutaongea lugha moja ya haki. Na ninamwamini Mungu ambaye akionyesha kitu huwa anatimiza. Lakini sasa sauti ya watu wa Mungu ni ya muhimu sana. Kwenye huu ushuhuda wangu ambao niliwaamuru kunguni watoweke, watulie na wakatulia, itukumbusha kwamba sisi watu wa Mungu tunaposimama kwenye nafasi zetu, sauti yetu ina mamlaka ya kuamuru chochote na kikatii. Ninamtamani Askofu Gwajima wa kabla ya Magufuli kuliko Askofu Gwajima wa baada ya Magufuli. Askofu Gwajima wa kabla ya Magufuli ni muhimu sana kwenye taifa letu la Tanzania kuliko Askofu Gwajima wa baada ya Magufuli. Ndiyo maana ninatamani mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima asa hivi ni kama ingewezekana usahau kama kuna nafasi nyingine Mungu amekupa. Uone kama kwamba una nafasi moja tu duniani ya kumtumikia Mungu. Then usimame kwenye hiyo sauti. Maana tunajua mambo ya rohoni, tunatawala kuanzia rohoni. Ukikosa sauti rohoni, hata mwilini sauti yako haitakuwa na mamlaka. Tunaongoza kwa kutokea rohoni. Ndio maana hata watu wasio na Mungu ambao hataki kuongoza kwa mfumo kwa kutumia msaada wa Mungu, wanaanziaga kwanza kwenda kwa waganga. Nini? Haya mambo yanatawaliwa kuanzia rohoni. Kwa ukipoteza nafasi yako rohoni, juu utapoteza na mamlaka yako duniani. Ninawapenda sana Watanzania wenzangu. Kwa kusummarize, nimeongea mambo matatu. Moja, tunahitaji habari ya usalama wa kitaifa, amani ya kitaifa, uongozi bora wa kitaifa. Lakini pamoja na hao tukumbuke ya kwamba sisi leo tunaweza tukawa tuna support watu ambao tunaona kwenye mamlaka. Lakini inawezekana kuna agenda asili, either wanaijua, wanaotaka tuwa support, au hawaijui. Lakini wana uhakika kwamba mataifa ya nje huwa yana mission na nchi za Afrika. Na huwa anatumia viongozi ambao wanaweza kununulika, viongozi ambao wanaweza kuhongeka. Kwa hiyo ni wakati ambapo wazalendo tusimame. Kuna watu mko jeshini, ni wakati wa kusimamia haki. Hata kama utakufa, utakuwa wa thamani sana kuliko maiti ya mtu ambaye ni mzee lakini alikuwa msaliti. Ni heri maiti ya kijana aliyesimamia haki kuliko maiti ya mzee aliyepindisha haki. Kwa hiyo kuna watu mko kwenye vyombo vya dola, ninaomba tusimame kwa ajili ya taifa letu. Lakini pia Watanzania wenzangu, katika yote, ili tuweze kuvuka na kuishinda hii roho ya machafuko, tusione kama kisasi ni njia ya kuleta ni suluhu ya haya yaliyotokea, bali msamaha. Ndio maana watumishi wa Mungu ninawaomba tusimame sasa kwa wakati huu kuhubiri upendo na msamaha na kweli ya Mungu kuliko mwanzo. Tutaweza kuliponya taifa letu. Tuendelee kuomba pia. Kuna mamlaka katika kuomba. Sauti ya wenye haki, sauti ya watu wa Mungu ina nguvu kuliko sauti ya wanasiasa. Kama ambavyo kunguni walinitii kwa sababu nilitumia mamlaka, ndivyo ambavyo kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo yataenda hata kwenye serikali, kwa sababu kuna mtu ambaye hata yuko kwenye serikali ila amesimamia kwa nafasi yake utumishi wa Mungu. Lakini mwisho, kama kanisa, wakati sijakumbushwa kutumia mamlaka iliyokuwa ndani yangu, kunguni walining'ata. Lakini nilipokumbushwa kwamba una mamlaka, kunguni walipotea. Maana kuna wakati ambapo tunateseka, tunapita kwenye mapito kwa sababu hatujaitumia nafasi yetu kama watu wa Mungu. Mungu atusaidie.
na kushukuru Mungu uliye hai. Amsha mioyo yetu Bwana kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunakuhitaji Mungu wa neema, Mungu wa baraka, Mungu wa upendo. Tutangulie sasa Bwana. Ninaomba kwa ajili ya serikali. Tupe serikali yenye uongozi bora. Tupe mioyo ya kusamehe wote waliotukosea na kuacha kisasi kiwe juu yako Bwana. Lakini ziko roho ambazo Mungu zinapenda tuwe na machafuko Tanzania ili waweze kututawala. Mungu, wewe unaweka wazi siri zilizofichika, zilizostirika ili uweze kutukomboa. Na kwamba Mungu uliye hai sasa usimame nasi, tukaweze kusimama kama taifa moja wenye lugha moja inaongea haki. Hekima yako Mungu ikazidi kuamua ndani yetu. Waliotukosea Mungu, tunaomba Mungu kisasi kisiwe juu yetu bali ni juu yako. Sisi tutangaze msamaha na upendo kwao. Maana ulisema kwamba kisasi ni juu yako. Na kushukuru Mungu, nipe neema kuendelea kusimama kwenye zamu yangu. Kwa Yesu Kristo ninaomba. Amen. Mungu awabariki sana. Ninawapenda watu wote, ninawapenda watu wa Mungu. Napenda ndugu zangu Waislamu ambao mmesoma na mimi olevo, advance, mnakumbuka. Nimekuwa nikiishi na watu wote kwa sababu sisi ni watu. Dini zisitugawe. Dini ni maamuzi ya mtu ambacho ameamua kuamini. Hatuwezi kulazimisha. Na kwa hiyo inapokuja swala la haki, tuongee lugha moja. Maana watatumia kila mbinu kutugawa, lakini tukiongea lugha moja itakuwa ndio ushindi wetu.